Ndugu zangu, amini nisemi wanaume ndugu zangu. Tupo. Na ndio maana nimekuja kufanya kampeni. Lakini mambo ambayo nilifanya ni kutokana na mazingira halisi ambayo wanaume tunaishi nayo. Ongea mheshimiwa. Najua mnatambua kabisa kwa kuna mambo ambayo wenzetu ambao tunataka kuhakikisha madarakani katika siku zijazo wameisha feli, ila hapa tunasaidiwa na kukumbushwa. Moja, najua kabisa vijana na mimi kwa kijana zamani tunaishi kwa matumaini, lakini hatuishi kwa uhakika kutokana na uhaba wa ajira. Natambua kwamba watawala wameshindwa hata kusaidia angalau kuinua kupatia jembe letu na mkono kama wanavyotaka siku. Ninajua mnasema mbele ndogo ya pamba, maana Mungu wengi wajue tunafahamu. Ninajua kwamba Tulia mura. sababu haiwezekani kwamba tunalima Simiyu, Shinyanga na Mwanza alafu kiwanda cha kutengeneza kanga kikiwa Dar es Salaam. Maana tunakosa ajira. Kama Mungu kupendeza kwa serikali ya kipindi, itahakikisha kwamba kwanza tunaboresha kilimo cha pamba kile cha kisasa, lakini kiwe na bei bora, na viwanda vyote cha nusu sasa bora kilimo vyote hapa, na viwanda vya kutengeneza ngozi kufikisha hapa ili wakulima wetu wapate ajira. Hatujawaacha kina mama tumesema kwamba huduma zote za kiafya itakuwa ni bure, wazee na watu wenye mahitaji maalum. Lakini pia natambua changamoto nyingine mzonazo ambazo zote kwenye serikali yangu kwa upande wa afya, ikiwemo tozo za maiti mnayotozwa mnapokwenda kuchukua milo wenu, jinsi tutaifuta ili wananchi wapate mapato yao. Basi baada ya kusema haya, mimi ni mgombeni Oktoba 29 ndugu zangu. Hebu rudisheni utemi nyumbani, mnichague mpigie kura nyingi. Mpigie kura nyingi kwa sababu mimi ni mtoto mkulima, ni mtoto mfugaji. Kwa hiyo najua madhila na tabu mnazopata. Naombeni kura zenu zote za ndio. Sawa kwa bosi. Sasa. Wangapi watanipigia kura Oktoba 29? Wangapi watanipigia kura Oktoba 29? Wanguze. Mimi ni mtoto wa mfugaji. Nimezaliwa Tabora, wilaya ya Urambo, Msoke, huku ndio nyumbani kwangu. Na ndio maana nimetoka kule nikaja moja kwa moja huku kwa sababu ninajua changamoto na madhila mnayoyapitia. Ninajua namna ambavyo serikali hii imewaacha maeneo haya ambayo yanatoa madini na pamba ya kutosha, lakini pia wanamiliki ziwa kubwa barani Afrika. Haistahili kutembea bara Afrika kiasi hiki. Lazima tuishi maisha ya neema kama Mungu ambavyo alituumba neema. Sawa sawa. Basi nikuombee ndugu zangu, tusogee eneo la mkutano kwa Mwandoya, tukazungumza mengi ambayo nimekuja nayo kijijini. Nashukuru pia kwa mikono mlioonyesha na imani kwa kwangu, na nakia kabisa siku hiyo Oktoba 29 mtanipa kura nyingi za